Kuna mengi ambayo yanazungumzwa. Twende moja kwa moja. Wewe unaona ile ni tiba ama ule ni uchawi mhusika? Ile ni aina ya uchawi, sawa bwana, au aina ya mazindiko ambayo njia yake ni ya kishirikina. Ni aina ya mazindiko ya kuzindika mali au ulinzi, lakini kwa njia ya kishirikina. Ushawahi kupata kesi kama hii, mtu anakuja na anatamani na mimi uniweke kinga kwenye mali zake? Mimi kesi kama hizo nazipata, lakini hata mimi pia ni binadamu. Kuna watu huwa wananikera. Sometimes hayo mambo nayajua, yote hayo, namna ya kufanya, kumtega mtu, namna ya kuweza kumwadhibu mtu katika njia kama hizo. Lakini kwa sababu ya ile nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ametuumbia, nafsi ya subira, kwa mtu kama mimi lazima kidogo niwe na subira. Sasa kuna binadamu ambao huwa hawana subira, huwa hawana simile kabisa. Sasa unakuta ukimfanyia jambo kama hilo, yeye huwa harudi nyuma. Japo hata sisi katika njia zetu kama hizi huwa kuna mambo ambayo unaweza kumfanyia mtu akapata madhara pengine makubwa kuliko yale. Sasa mimi binafsi siungi mkono, ila mimi naunga mkono kama mtu ataweka ulinzi, lakini sio kwa ajili ya kumdhuru binadamu mwingine. Hapana, sio sahihi. Yes, bwana, kufuatia na tukio ambalo limeweza kutokea mitaa ya Morogoro, moja kati ya matukio ambayo yamechukua taswira kubwa sana kunako mitandao ya kijamii. Tukio ambalo linamuonesha jamaa ambaye akiwa amenasa kwenye gari ambalo linasemekana kuwa alikuwa anataka kuiba. Ifahamiki ndani kulikuwa kuna nini. Ni jamaa ambaye alikuwa amesimama kwa kitambo kirefu, inasemekana zaidi ya masaa matatu. Alikuwa amesimama kwenye gari huku mchozi ukiwa unamtoka. Mengi yamezungumzwa. Wapo ambao walikuwa wanasema kwamba jamaa alikuwa anakwenda kuiba tumbaku. Wengine walikuwa wanasema kwamba kuna uchawi pale ulikuwa umefanyika. Mwenye gari alikuwa amekinga mali yake, mwisho wa siku jamaa alikuwa anakwenda kuiba, ikatokea mpaka akanasa. Lakini Nyundo TV tukasema tusiliache hili lipite. Wacha tutafute miongoni mwa watu ambao wanafahamu vitu vingi sana kwenye masuala mazima ya tiba na masuala mazima ya kinga kama yale. Anaitwa Sheikh Sharif Jangli, mmoja kati ya watu ambao wanapatikana maeneo ya Mtoni kwa Zizi Ali. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanatamani huduma yake, unaweza kumtafuta ama kutafuta Nyundo TV tuweze kukufikisha. Sheikh Sharifu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa hakika wewe ni miongoni mwa watu ambao wamebahatika kuona ile video ambayo inamuonesha jamaa amenasa kwenye gari. Natamani nifahamu mengi kutoka kwako. Hasa ulijisikiaje mara baada ya kuona ndugu yetu yule amenasa kwenye gari? Kwa kweli kwa mimi ni binadamu ambaye huwa nimejawa na huruma. Binafsi mimi nilijisikia vibaya. Maana yake binadamu mwenzio bwana akiwa amenasa namna ile, muda mrefu namna ile, anakaa na ninginia tu. Kimaumbile ya kibinadamu na sisi binadamu tulivyoumbwa, lazima mtu tajisikia vibaya. Mimi binafsi nilijisikia vibaya. Naam. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa. Twende moja kwa moja. Wewe unaona ile ni tiba ama ule ni uchawi mhusika? Ile ni aina ya uchawi, sawa bwana, au aina ya mazindiko ambayo njia yake ni ya kishirikina. Ni aina ya mazindiko ya kuzindika mali au ulinzi, lakini kwa njia ya kishirikina. Ushawahi kupata kesi kama hii, mtu anakuja na anatamani na mimi uniweke kinga kwenye mali zake? Mimi kesi kama hizo nazipata, lakini hata mimi pia ni binadamu. Kuna watu huwa wananikera. Sometimes hayo mambo nayajua, yote hayo, namna ya kufanya, kumtega mtu, namna ya kuweza kumwadhibu mtu katika njia kama hizo. Lakini kwa sababu ya ile nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ametuumbia, nafsi ya subira, kwa mtu kama mimi lazima kidogo niwe na subira. Sasa kuna binadamu ambao huwa hawana subira, huwa hawana simile kabisa. Sasa unakuta ukimfanyia jambo kama hilo, yeye huwa harudi nyuma. Japo hata sisi katika njia zetu kama hizi huwa kuna mambo ambayo unaweza kumfanyia mtu akapata madhara pengine makubwa kuliko yale. Sasa mimi binafsi siungi mkono, ila mimi naunga mkono kama mtu ataweka ulinzi, lakini sio kwa ajili ya kumdhuru binadamu mwingine. Hapana, sio sahihi kwa mimi. Lakini naona kumdhuru binadamu mwingine sio vizuri. Sawa bwana, huwezi kujua. Unajua saa nyingine mwizi anaweza akawa anashindikizwa kufanya wizi bila yeye mwenyewe kutaka. Na anaye hukumu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kuna watu ambao walianza wizi lakini leo wako wapi? Si wako vizuri tu, wanafanya maisha yao vizuri. Mfano kuna ndugu yetu mmoja anaitwa Doto Magari, na msikiaga asema zamani kazi yake ilikuwa ni kukaba. Lakini sasa hivi si binadamu vizuri tu, anaishi na watu. Kwa hiyo tusipende kufanya mambo ambayo yatakuwa yanaumiza binadamu wenzetu, aliyakuwa hata sisi wenyewe pia tunaofanya mambo hayo tunakuwa tuna makosa. Hivyo kitaalamu nini kimefanyika pale ama nini kimetumika mpaka mtu kaenda kunasa? Ziko njia nyingi za kufanya mambo kama hayo.
Mambo hayo ya matego, ya kunasa kuweka kwenye mali, kunasa kwa mke kwenda kwa mume, ni vitu ambavyo vya kawaida sana. Sasa tukisema tuyaelezee public, tutakuwa tunafundisha watu namna ya kufanya. Ni vitu simple tu, wala hata havihitaji ni muda, yani ni sayansi ndogo sana. Ukishakuwa na baadhi ya vitu vya kufanya, unafanya yale mambo na yanakaa vizuri. Mathalan unaweza ukachukua, kuna mavitu, kuna miba inaitwa mashona shona au mashona nguo. Kuna madude fulani yako mikoani polini yale. Sawa bwana, yale mtu akipita yananasa kwenye nguo, yanang'ang'ania mpaka utoe, na saa zingine mpaka ufue kabisa, ndo yale mavitu yanatoka. Yale ni moja ya vitu ambavyo vinatumika, lakini kama ninavyokuambia, hatuwezi kuelekeza moja kwa moja, kwa sababu kuna watu watatumia njia hizi za maelekezo haya kwenda kudhuru wengine. Naam. Ndugu yetu nasemekana amekaa zaidi ya masaa 4. Allahu Akbar. Nini kifanyike atoke pale? Kufanyika ni vitu simple tu. Kwa mtu ambaye anajua visomo, anajua dua, anaweza akasoma sura 3 tu zile mawadhataini, na maanisha kul huwallahu, kul a'udhu birabbil falaq na suratun nas. Akizisoma zile mara 3 akamswalia Mtume sallam kwenye maji akapuliza, akimwagia pale anadondoka. Anadondoka, anaachia vizuri tu. Kwa mzima, lakini kwa mzima kabisa, bila wasiwasi. Lakini hapa kuna mtu ambaye kapata funzo hapa, ni yule mwizi ama mwenye gari ndiye alipata funzo? Nani ambaye amepata elimu juu hili ambalo limetokea? Kuna mambo mawili. Mimi nafikiri sidhani kama kuna funzo, ila tu kwa sababu ni njia za shirki, mimi nawaasa watu waachane na habari za shirki. Na binadamu jinsi walivyo huwa wanapenda matokeo ya papo kwa papo, ndio maana mambo kama yale wanayapenda. Yaani mtu anaona kwamba vile mtu yule kanasa hivi na hivi, basi itakuwa ni kiboko hivi na hivi. Sio vitu vizuri. Kikubwa zaidi tunachowahusia watu pale, hakuna funzo. Kwa sababu kiangalia zaidi ni kule kuitukuza ile shirki, kutukuza ushirikina na kuweka juu. Umeelewa? Lakini vyema zaidi tunawahusia watu wamtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokuwa hukumu binadamu wenzao moja kwa moja, kwa sababu kimhukumu binadamu wenzao moja kwa moja ni hatari, kwa sababu huwezi jua baadaye atabadilika. Ndio maana hata sisi Mungu huwa anatupa muda. Yani hata sisi hapa Mwenyezi Mungu huwa anatupa muda. Wangapi wanamuasi Mungu? Wangapi wanamkosea Mungu? Tunamkosea sana Mwenyezi Mungu. Lakini mbona Mwenyezi Mungu hajasema bwana wewe umenikosea leo nakukata mguu mmoja? Hapana. Lazima tu tuna subira. Sasa yule kavamia mali ya mtu sawa, lakini yule mwenye mali alipaswa kutumia njia sahihi za kumpendeza Mwenyezi Mungu, akafanyia kisomo mali zake, akafanyia dua, kwa sababu Qur'ani inatosha. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Qur'ani inatosha kuwa ni ponyo na kinga na kila kitu kwa waumini. Kwa hiyo angetumia Qur'an kuifanya na kumtegemea Mwenyezi Mungu, yule mtu asingethubutu kufanya mambo kama yale. Japo yapo mabalaya ina mengi kama ninavyokuambia, tunayajua sisi. Mimi binafsi najua vitu vingi, lakini siwezi kuwafundisha watu hadharani. Na hata kama kuna mwanga anayejua anaweza kanitesti, anaweza akajaribu kuona kama vile mimi ni shekhe wa wasiwasi au ni sharifu wa wasiwasi, akajaribu tu akaona. Mbona kama unajipalilia makaa hivi? Si hamna cha kujipalilia makaa. Kama kuna mchawi ajaribu. Ajaribu. Sasa inaitwa jangiri mwamba al-Kasawi. Ajaribu. Atesi mitambo alafu aone kitamtokea kitu gani. Najaribu kujiuliza, bosi ambaye ametega mali zake ama yule ambaye jamaa hadi anakwenda kutaka kuiba, ametumia gharama kiasi gani? Mbona anatumia pesa kama kukatalisha maisha ya mtu hivi? Masuala ya kutumia gharama kupo. Haya mambo yanataka gharama she. Hata mimi kwangu ukija, kama unataka mambo makubwa lazima kuwe kuna gharama. Kwa sababu ili mtu afanye lile jambo, lazima yule mtu anunue vifaa, lazima kuna vifaa vinatumika. Mimi nitakupa mfano ndugu yangu. Mfano mtu anayetaka kumroga mtu asifanikiwe kabisa. Hii sasa nitaifundisha wazi. Waona niangalia, ukienda kufanya ukimfanyia mtu dhambi unazo wewe na Mungu wako. Mtu anataka kumfunga kifungo mtu, hata akienda kwa mganga asionekane kwamba huyu ana tatizo gani. Zipo njia. Kuna kifungo kwa lugha ya Kiarabu kinaitwa sihiru rabti. Yani ni kifungo juu ya kifungo. Yani mtu wewe unarogwa, ukisharogwa kuharibiwa mambo yako, ule uchawi uliotumika kukuroga nao unarogwa. Uchawi unarogwa? Yani ule uchawi uliotumika kukuroga wewe nao pia unarogwa. Bimaana mtu akienda kuangalia kila anachoona atakusingizia vitu vya uongo tu ili akule pesa yako. Atakwambia una jini mahaba, atakwambia si wewe una kifungo cha aina gani, si vitu gani, lakini hawezi kuona asili ya tatizo lako lile original, kwa sababu kifungo kilichotumika kimetumika kifungo kibaya. Nini kinatumika? Nakwambia tu vitu viwili. Kwanza kinachukuliwa chungu kishachukuliwa, mtu huwa anachukua nywele za binadamu. Nywele za binadamu huwa zinawekwa ndani ya chungu, moto unawashwa. Ukishawashwa ule moto, zile nywele zinakaangwa, zile zinaungua.
zinaungua, zikishakaangwa zenyewe huwa zinakakamaa, zinakuwa unga. Kuna dawa inaitwa mgeuka nyota, kuna dawa inaitwa ulimi wa mama mkwe. Ushaisikia hiyo? Ulimi wa mama mkwe. Alafu anachukuliwa kinyonga. Kinyonga aliyekauka. Kinyonga aliyekauka naye anatiwa ndani. Alafu inachukuliwa kaniki iliyotumika. Yaani kaniki iliyotumika na mganga au iliyotumika na mchawi. Kinafunikwa kile chungu. Kikishafunikwa kile chungu kinakwenda kuzikwa makaburini. Aidha kaburi la zamani au kaburi la mtoto mdogo. Kikisha kwenda kufunikwa pale makaburini, linafukuliwa lile kaburi upande wa kichwa. Anatiliwa manuizi yule mhusika ambaye anataka kurogwa au kufanywa ule uchawi. Manuizi yenyewe ni kama maiti anaamka, huyu aliyelala hapa anaamka, basi na fulani bini fulani riziki zake mambo yake yanyanyuke, awe ana kipato katika maisha yake. Lakini ikiwa huyu amki, basi kuanzia leo mambo yake, kazi zake, biashara zake, kila kitu chake kilale kama huyu marehemu aliyelala hapa kaburini. Kinachukuliwa kile chungu, kinafunikwa pale, kikishamaliza pale, ndugu yangu, nenda kwa mganga wako yoyote. Utazunguka kwa waganga mpaka waganguzi. Mganga wako yote unajua wewe mkali, hawezi kukutoa hili isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu peke yake. Tumalizie Sheikh. Kuna aina ngapi ya matego? Kuna zile tego za mashamba tunafahamu, tego za wake. Zote hizi ni zile zile ama zipo tofauti? Zote ni design moja isipokuwa ni manuizi tu. Zote ni aina moja isipokuwa ni manuizi. Umenielewa vizuri hapo? Kwa sababu kwa mfano ukisema unataka kumtega mke. Kumtega mke ni kutumia aidha nguo. Pengine wengine wanachukua mpaka nguo ya ndani. Nguo ya ndani kishachukua linachukuliwa jina lake. Sawa, linahifadhiwa. Mwingine huwa anachukua ile nguo ya ndani, kuna vitu fulani huwa vinafanywa. Wengine huwa wanaenda mbali, wanachukua mpaka maji ya maiti. Washachukua ile maji ya maiti yale wanayatumia kwa nguo ile ya ndani. Wanafunga na jina la ule mkewe. Ile nguo ya ndani anakuwa anatembea nayo. Baada ya kuwa tayari imeshaenda kufanywa baadhi ya mambo. Elewa nguo ya ndani maana yake nini? Kwa sababu anapokutana na mwanamke lazima mwanaume kukutana na mwanamke lazima nguo ya ndani itavuliwa. Sasa ile nguo ya ndani maana yake ile sehemu iliyofichwa kwa nguo ya ndani ndio inayokusudiwa pale. Sio, umenielewa vizuri? Kwa ile nguo inafichwa. Ikishafichwa ile nguo nini kinatokea? Baada ya kuwa imefanywa baadhi ya mambo, mtu utakayethubutu kwenda kumvua nguo yote ya ndani na ukithubutu kuingia pale lazima utanasa. Huyu ambaye anakutazama muda huu walau angetamani apate huduma zako, wapi ambapo wanaweza kukupata na namba zako hasa ni zipi? Mimi napatikana kwa Azizi Ali. Kwa Azizi Ali ndio ofisini kwangu. Na lazima watu wajue kitu kimoja, wanapokuja hapa wanakuja kwa Sheikh. Mimi sio mganga Japo uganga na uweza, lakini hata uchawi pia kuroga naweza. Wachawi wote karibuni pia mnakaribishwa. Mkija hapa kwangu uchawi mtauacha. Kwa hiyo napatikana kwa Azizi Ali Dar es Salaam hapa, na kwa nambari za simu 0621714089. Naitwa Sheikh Sharifu Jangri Al-Kahsawi. Nipo hapa kwa Azizi Ali. Watu wa dini zote, watu wa makabila yote mnakaribishwa, na siku ya Jumapili tarehe 30 kuna dua ya bure hapa nje. Anaitwa Sheikh Sharifu Jangri, kama vile ambavyo mwenyewe amejitambulisha, anapatikana maeneo ya Mtoni kwa Azizi Ali. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wana shida tofauti, ushauri sometimes unahitaji, unaweza kumtafuta ama kutafuta Nyundo TV, tunaweza tukakufikisha kwake. Kubwa zaidi tumezungumza kuhusiana na tukio ambalo limetokea maeneo ya Morogoro. Kijana amenasa kwenye gari ambapo inasemekana kwamba alikuwa anakwenda kuiba. Sheikh amezungumza ya kwake, na wewe una nafasi ya kuongea kwako. Tuambie kwenye comment hapo kipi ambacho unahisi ni sahihi kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Kama kuna namna yote ambayo Sheikh amezungumza imekukosha, mwambie pia kwenye comment. Hivi ambavyo umeongea hivi mimi nimefurahishwa. Msafara wa mama na kenge wakosi. Kama kuna namna ambavyo amezungumza umekelekwa, msamehe, yeye ni binadamu. Kama na mara ya kwanza unatazama video kwenye YouTube channel yetu hii, basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching.